katika uwanja wa kimataifa wa Nyayo Ijumaa na basi hivi sasa sote tukiweza kushuhudia mwili huu ukiweza kuwekwa juu ya kaburi hili, na baada ya kuweza kuweka tutaweza kuwa na maombi mafupi ambayo viongozi wa kidini wataweza kutamka, kisha tuendelee na tafrija za kijeshi. Bendera hiyo itaweza kukunjwa vyema, kisha wataweza kukabidhi mama aidha. Let us pray. Last post. Na picha moja ambayo ina hisia mseto napoona kwamba jeneza inapelekwa mchangani. Kwa wale ambao walikuwa labda hawajaamini, baada ya kuona tukio hilo waliona kwamba kweli mzee ameenda. Na pia aliamini kwa hivi sasa ule ukweli ndio unamjia kwa uzito zaidi. Na mtazamaji, alikuwa waziri mkuu na kinara wa ODM Raila Odinga amezikwa nyumbani kwao huko Kang'oka, Jaramogi, eneo la Bondo, kaunti ya Siaya hii leo. Na Raila amezikwa kwenye hafla ya kijeshi iliyokamilishwa na mizinga 17 ya kijeshi. Na tupate taarifa hiyo kutoka kwake Seth Olale. Msafara wa hayati Raila Odinga uliwasili katika boma la babake Kang'oka, Jaramogi, eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, kwa hafla ya mwisho ya mazishi. Kikosi cha jeshi kiliandaa gwaride rasmi, huku mwili wa hayati Raila ukielekezwa kwenye kaburi kando ya pale alipozikwa babake Jaramogi Oginga Odinga. Kisha jeneza lilishukishwa polepole kaburini baada ya maombi. Huku kikosi cha jeshi kikifyatua mizinga 17 kwa heshima ya marehemu Odinga. Familia ya hayati Raila ilimpa buriani ya mwisho kuambatana na desturi za mazishi hapa. Kwa kunyamaza kwa dakika moja. Muda huo unaanza ili turuhusu itifaki ya kuweka shamba la maua kwa viongozi mbalimbali, kanisa na familia. Tafadhali.
Asante, kisha weka mchanga tafadhali kwa heshima, uweze kurudi, uweze kuchukua nafasi yako rasmi. Wale ambao walikuwa na nafasi na tuketi, wengine tufungue kaburi hilo. Usonge nyuma tuache tu viongozi wa kidini. Kaburi hili liwe wazi. Are you picking anything? Are you picking anything? It's so difficult. With due respect. But after this, you can protect back there. Laying of the Kenya. Ninaomba tafadhali baada ya hapo turudi tuweze kuchukua nafasi zetu. Tafadhali. Bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni shukrani kuu kutoka kwa idara ya jeshi kwa kazi ambayo kiongozi huyu aliweza kutekeleza katika maisha yake hapa nchini. Asante sana Mama Aida kwa kuweza kupokea bendera hiyo ya taifa. Mheshimiwa Rais, nitampisha mwenzangu Michael Gitonga aweze kuendesha kipindi hiki cha kuweka shada na maua kwenye kaburi hili. And we now proceed to the laying of the wreaths. Maua yakitandazwa kaburini kwa mpangilio ulioandaliwa barabara. The next one will be laid by the children, the links. The next will be laid by Mama Betty and Mama Susan. The next will be laid by His Excellency, the Deputy President, together with the spouse of the Deputy President, Dr. Kithure. Followed by His Excellency, Uhuru Muigai Kenyatta. Kisha maombi ya mwisho yakafanywa na askofu wa Kianglikana David Koria kufunga ukurasa za mwisho duniani kwa kiongozi na mwanasiasa aliyeenziwa na wengi. Kama vile kitabu takatifu kinavyoashiria, sisi ni mchanga na ni huko ndiko tunakoelekea. Hatimaye hayati Raila Odinga amefika makazi. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Na mtazamaji, nayo kwa mara ya kwanza Rais William Ruto amezungumzia kwa uwazi changamoto za kiafya za hayati Raila Odinga muda mfupi tu kabla ya kifo chake. Na kwenye hafla ya mazishi ya mwenda zake Raila, Rais Ruto alisimulia siku dhifa ya chajio na familia ya Raila Odinga, ambapo waliafikia asafirishwe hadi nchini India kwa matibabu. Na Rais Ruto kadhalika alizungumzia matumaini kuwa Raila angerejea salama na taarifa za kuvunja moyo kuhusu kifo chake. Na Ben Kirui anaarifu. Hotuba ya Rais William Ruto kwenye mazishi ya marehemu Raila Amolo Odinga ilijawa na hisia, akizungumzia kwa mara ya kwanza changamoto za kiafya za aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Rais Ruto akiangazia wiki chache kabla ya kifo chake Raila na wasiwasi aliyokuwa nao kuhusu afya yake, ambayo alisema kuwa ilianza takriban mwezi mmoja unusu uliopita. But the last 1.5 months were very difficult times, because every time I met Baba, his voice was hoarse, and he kept on telling me that I am weak because I am taking some drugs. And I was very concerned. Rais Ruto akizungumzia safari ya matibabu ya Raila katika hospitali kadhaa nje ya nchi. He explained to me that he had gone to Dubai and he had gone to the American hospital.
and they had told him a few things about his health. And then he came back and went to Canadian Hospital again in Dubai. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. Rais Ruto alisimulia jinsi alivyopanga kukutana naye Raila mara tu baada ya kurejea kutoka mjini New York, Marekani mwezi uliopita, lakini mkutano huo haukutimia kwani madaktari walimshauri Raila apumzike mjini Malindi. I kept track with what he was doing. And I told him, I will come back, I will come through Dubai, I will also do a medical checkup, but when I come back, I want us to meet. Because his health was very concerning to me. So when I came back, I thought I would meet him on a Saturday or was it a Sunday? But when I called him, he told me, William, Bill, actually, I have gone to Malindi. The doctors have advised me to go and rest in Malindi. Kwa mujibu wa rais, chakula cha jioni kilichoandaliwa nyumbani kwa Raila Odinga baada ya kurejea jijini Nairobi kiliarifu uamuzi wa pamoja wa kumsafirisha Raila hadi katika hospitali ya chaguo lake nje ya nchi ili apate matibabu maalum. Baba called me and told me he is coming, and he wanted to come and meet me in the office. I told him, because you're not feeling very well, you go home, I will come home in the evening. And that evening on Tuesday, nikaenda nyumbani, Mama Aida akatupikia chakula, nikawa na ndugu yake Uburu, nikawa na msichana wake Winnie, tukakula chakula cha jioni, tukaongea, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamueleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya. Wewe mwenyewe na madaktari zako uamue. Na nikamwambia serikali ya Kenya itamsimamia akiamua kwenda mahali popote kutafuta matibabu. Kwanza alikuwa anajaribu Ujerumani, akasema pengine atajaribu China, akasema pengine atajaribu sehemu zingine, mpaka akamalizia akasema ako na marafiki ataenda kule India. Rais Ruto akisema alikuwa akifuatilia kwa karibu hali ya kiafya ya Raila alipokuwa akipokea matibabu na kulikuwa na dalili za kuimarika kwa afya yake. Aidha alifichua kuwa Raila hata alipiga simu nyumbani akiwa na habari njema na alikuwa anatarajiwa kurejea nchini. It was not easy because when we thought Baba was okay, in fact alikuwa amepigia watu wengi simu kuambia mimi niko sawa sasa, madaktari wameniachilia, wamesema nirudi baada ya miezi 6, wacha sasa niende nipumzike, nitapitia Dubai, nikuje nyumbani. Tulikuwa tunapanga kuja hapa Jaramogi Oginga Odinga on Thursday. Lakini wakati familia na rais walipokuwa wakiendelea kuweka matumaini, taarifa za kusikitisha za kifo chake zilifika nyumbani. Nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, nikamuuliza, I thought we spoke to Baba and he was feeling okay. Imetokea nini? Akaniambia amepata information. So nikachukua simu yangu, nikapigia yule ambaye alikuwa ameenda na yeye. Akaniambia Baba is okay. Yeye pia hakuwa anajua. Nikamwambia hebu check. Nikachukua simu yangu nikapigia mwingine, akaniambia pia hajasikia. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Akaniambia inaonekana Baba ametuacha. It was not conclusive. So
That's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Kaniambia, first I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. Afya ya Raila ilikuwa imeanza kuzua wasiwasi na minong'ono miongoni mwa Wakenya baada ya Raila kukosa kuonekana kwa umma kwa kipindi kirefu. Rais akisema habari za kifo chake zilimshtua na kumvunja moyo, kwani walikuwa wamepanga mambo makubwa kuhusu mustakabali wa taifa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, kwingineko, mkeo mwenda zake waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, Aida Odinga, leo amerejelea safari yake ya miaka 54 na Raila kama wapenzi. Na Aida akisema ni safari iliyoanza kwa misingi ya mapenzi baina ya wataalamu wawili, asijue kuwa alikuwa akifunga ndoa na mhandisi wa kisiasa. Na mwanahabari wetu Sam Gituku alifuatilia matukio ya ibada ya mazishi katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga. Mama Aida Odinga alifika uwanjani chuo kikuu cha Jaramogi kwa safari ya mwisho ya mpenzi wake, kila hatua ikiwa ishara ya kwaheri zake baada ya zaidi ya miongo mitano. Raila has been my husband for the last 52 years. Many of you who are here are younger than 52 years. You could easily have been our children. Aida akifichua kwamba alikutana na Odinga miaka 54 iliyopita, wakati huo wakiwa wataalamu tu wasiojua ni yepi yangewapata maishani. When I first met Raila some 54 years ago, I didn't see his political side. I didn't see it coming either. He was not a politician in any form. I knew his father was, but him was different. Na alipofanya siasa zake, Odinga alijipata mashakani dhidi ya serikali mara si haba, yote yakiathiri familia. Mama Aida akiujua uchungu wa mwiba, lakini kifo ni tofauti. The detention years and years in this exile tested our family in a way only the family can appreciate. It was not easy. But all the time, when he was away, either in detention or in exile, I knew he would always come back. This time, I'll have to join him wherever he has gone, because he'll never come back. But the spirit lives on. Aida akirejelea safari yao ya mapenzi ilipoanza, asijue maisha yangewapeleka wapi. Out of my group, I was the first one to marry. I married an engineer, a man of calm demeanor and reflective character. They all congratulated me because of that. Little did I know I was marrying a political engineer. Na uhandisi wa siasa umepelekea Raila kuridhiana na maraisi 4 tangu Moi, Kibaki, Kenyatta na sasa Ruto, wakati mwingi baada ya mashindano makali. Don't inherit in his enemies, because tomorrow you'll find that those people that you thought were his enemies are his best friends, and you'll be left out. Be careful when you are handling his friends. Inherit his friends, but his enemies, let him deal with them the way he made them. Aida akisema ndoa yake kwa Odinga haikuwa bila changamoto, hasa ikizingatiwa joto za kisiasa. Like all the couples and families, we also had our ups and downs. But we've learned one thing, and that is we must talk straight to one another. We must forgive and move on. Now, juggling the family life and public lives exert extreme pressure and demands on us from time to time. I know most of the time we used to say, Raila is more
of public life, political life, than he is for family life. But every time he came, he gave us what we deserved. Aida akimwaga mmewe kwa mara ya mwisho, akisalia alipokuwa miaka 52 iliyopita. Dear Kenyans, today I surrender Raila to friends, family, and patriots who went ahead of him. I surrender Raila to eternity, and I surrender Raila to all the ages. I know he's comfortable where he is. I know he deserves to be in the company where he is. And I pray that when my time comes, I'll join him there in heaven realms. Fare thee well, my dear husband. Fare thee well, father of our children. Fare you well, the friends of many. If you were to start again, I would be there with you. Wengi wamemuaga kama mwanasiasa shupavu aliyejali maslahi ya Kenya. Familia inamuaga kama baba, babu, ndugu na hata rafiki. Lakini kwa Aida Odinga alikuwa ni mme, kipenzi cha roho, sasa na siku zote na hata milele. Sam Gituku, runinga ya Citizen, Bondo, kaunti ya Siaya. Na mtazamaji, na bado tukiwa Bondo, ni kwamba marehemu Raila Amolo Odinga alikuwa na sura tofauti kwa watu tofauti. Alikuwa mpiganiaji wa uhuru, mwanasiasa mashuhuri, mzalendo na nembo ya mapambano marefu ya taifa la Kenya yaliyoambulia kwa demokrasia. Na mkuu watu mbalimbali wakimpa buriani ya mwisho na kutaja maisha yake na safari yake ya kisiasa. Familia yake ilimkumbuka kama baba, babu, ndugu, rafiki mndani na mtu aliyependa zaidi familia yake. Na kama anavyotuarifu Mary Mwoki, ni kwamba familia ya hayati Raila Odinga imemwomboleza kama mtu ambaye licha ya majukumu makubwa ya kisiasa alitenga muda wake kushughulikia maslahi ya familia yake na kuonyesha upendo mkubwa. God of the living and the dead. Wakati bara la Afrika lilipokusanyika nyumbani kwake Bondo, makazi hayo yaliyogeuka ishara ya mapambano ya kisiasa kwa miongo kadhaa hayakuwa sauti ya kauli mbiu, bali kumbukumbu ndizo zilizojaa hewani. Joey! Joey! Wakati waombolezaji walipoketi kumwaga mtu ambaye maisha yake ya umma na ushawishi wake yalibadilisha siasa za Kenya kwa zaidi ya miongo minne, mtu ambaye jina lake lilikuja kutambulika kama ishara ya ukombozi na demokrasia, familia yake ikionyesha ulimwengu undani wa maisha yake. Our father was someone who believed in us as individuals. Watoto wake Rosemary Raila Jr. na Winnie hawakumzungumzia kuhusu siasa, bali kumhusu baba ambaye licha ya majukumu ya kitaifa hakuwahi kukosa hafla za shule wala mikutano ya familia. Maneno yao yalichora taswira ya mtu ambaye urithi wake mkubwa zaidi haupo tu katika siasa, bali pia katika upendo alioonyesha ndani ya familia yake. We are celebrating a life well lived. We are celebrating Baba at 80. Because Baba lived, and he lived his life throughout. The day has come, and I want to just share with you a little bit about who our father was. Our father was someone who believed in us as individuals, so helped us to think broadly and find solutions. Raila Odinga, mwanasiasa jasiri mwenye msimamo mikali, pia alikuwa mtu mpole na mcheshi. Upande huu wa ucheshi ulionekana pia kwa binti yake, kitinda mimba chake na mbunge wa Iala Winnie Odinga, aliyekuwa na ujumbe kwa rais. You should also know, in case you are wondering, I'm ready to come back home. If you are wondering. Joey! Joey! Wajukuu wake walimkumbuka kama babu mpole aliyewafunza uadilifu, wema na ustahimilifu, na aliyekuwa na hadithi na ngano za kihistoria kwa kila tukio. Ufasaha wake na fikra pevu zinaendelea kuonekana kwa wale aliowaacha. I will always remember him as a man of quiet strength, fierce love
an unshakable purpose, a gentle teacher, the grandfather who never let the weight of the world stop him from showing up for all his family members, laughing with wisdom and with patience. Kaka yake na mwendani wake wa miaka zaidi ya 80, Seneta Oburu Odinga, aliwakumbusha waombolezaji enzi za utotoni kwenye mashamba ya pamba ya Sakwa, ambapo Raila akiwa kijana mdogo alianza kuonyesha azma yake ya kupinga ukandamizaji. All of us had woken up so early to go and pick cotton because Mzee was very strict. Everybody had to go and pick cotton. He told Mzee, Baba, don't you know it is very difficult to pick cotton? Why don't you also try to pick it? And Mzee was not amused. Seneta Oburu alisema hata akiwa kijana mdogo, Raila alikuwa na hisia kali za haki na usawa. Refused to salute the teacher. So the teacher was not amused. The teacher called him, come again for another beating. He refused to salute. The third time, when the teacher gave him the last beating, he told the teacher that you are caning me for nothing and my mother asked you for permission. So don't cane me again. Huku familia ya Odinga ikimpumzisha baba yao, walikumbusha taifa kuwa gwiji huyo wa kisiasa alikuwa mtu mwenye upendo na upole, ambaye kicheko chake, mafundisho yake na upendo wake zitaendelea kuvuma kwa vizazi vijavyo. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen. The king is dead. Na mtazamaji, tukiendelea mbele na taarifa hizi ni kwamba tuweze kuangalia kilichojiri kuhusiana na viongozi waliotamka kuhusiana na chama cha ODM, ambapo kwa hivi sasa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna ametaka mkataba wa makubaliano kati ya ODM na UDA kuweza kuangaliwa upya. Aidha, kwenye matamshi yaliyojaa majazi ya siasa za ODM, magavana James Orengo na Simba Arati pia walionekana kuwa makini kwenye matamshi yao, kama anavyotuarifu Emmanuel To kutoka Bondo. Alipanda jukwani akiwa tayari na matamshi yenye uzito dhidi ya mwenyekiti wake Gladys Wanga aliyetoka jukwani baada ya kumlipua kwa vijembe. This is not the time to push divisive narratives in ODM. This is not the time. You all know, nyinyi wote mnajua ya kwamba chama cha ODM ni chama cha kila mtu, si ndio? Chama cha Kenya nzima. Na lazima sisi kama viongozi wa chama tuonyeshe umoja ili hawa ndugu zetu ambao ni wanachama wafuate mfano wetu. Katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akianza kwa kurusha makombora ya majibu. I as Sifuna will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. You know why I'm saying that. Sifuna ambaye amekuwa miongoni mwa wale waliopinga ndoa ya ODM na Rais Ruto, akipendekeza kupigwa msasa upya kwa makubaliano ya vyama hivyo, akirejelea hotuba ya mwisho ya Raila Odinga kabla ya kifo chake. Baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha Baba Raila Amolo Odinga. Na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, Baba alisema who has told you? Who has told you? Sisi tutafuata the last standing instruction ya Baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. Naibu kinara wa chama hicho, gavana wa Kisii Simba Arati, naye akishuka na kauli zake zilizoonekana kuongeza kuni kwa moto wa Sifuna. Vijana msilale, bado mapambano. Huo wimbo lazima tukumbushane kwa sababu mapambano sasa ndio tumeanza kuelekea mbele. Vijana msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. ODM msilale, ODM msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Asanteni, lazima
kura za 2027. Sisi kama chama lazima tushinde uchaguzi huo pamoja. Gavana wa Siaya James Orengo, ambaye ameonekana kuuma na kupuliza, akimtaka Rais William Ruto kulinda uhuru wa ODM. Let us not kill political parties. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963, political parties were killed, and it took us 20 years to fight to revive political parties. Orengo aidha akiwasuta baadhi waliokuwa wandani wa Raila waliomwacha kwa mataa mwaka 2018 Odinga alipojiapisha kama rais wa wananchi. You know, that day is when I knew there are many people who wear trousers, but they should not be wearing those trousers. Mustakabali wa siasa za Kenya sasa unatarajiwa kubadilika baada ya kifo cha Raila Odinga. Sasa chama cha ODM kikianza na mgawanyiko katika siku ya mazishi yake. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Bondo, kaunti ya Siaya. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba siasa za chama cha ODM zilisheheni katika mazishi ya hayati Raila Odinga huko Bondo, huku viongozi wa chama hicho wakiapa kuimarisha chama hicho na kushirikiana na Rais William Ruto. Na Rais William Ruto pia naye akionekana kuingilia siasa za mustakabali wa ODM baada ya kifo cha Raila Odinga, akisema chama hicho kitabuni serikali ijayo. Na kama Stephen Leto anavyotuarifu ni kwamba baadhi ya wandani wa Raila wameapa kulinda ODM kwa hali na mali kuhakikisha inasalia imara. Rais William Ruto alizua msisimuko katika mazishi ya mwenda zake Raila Odinga huko Bondo, alipoashiria kwa ukamilifu kuwa yeye mwenyewe atafuatilia chama cha chungwa. Kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie, ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Rais Ruto akiongeza kuwa chama cha ODM kitabuni serikali ijayo kwa vyovyote vile. Mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Viongozi wa chama hicho wakishikilia kwamba ODM itazidi kukita mizizi na kutupilia mbali madai kuwa kifo cha Odinga kitazima taa ya chungwa. Baba amelala, baba aenda salama, lakini jua kwamba papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu, chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. I want to tell you today that Baba has left a strong team of able, brave individuals who are ready to run this party. Baba built a national, vibrant and dynamic party, the largest party south of Sahara and north of River Limpopo, the ODM party, which has its members from Vanga in Kwale to Todonyang in Turkana, from Wajir up north to Nyatike Wotorumo. Swali la iwapo ODM itaendelea kushirikiana na UDA pia liliibuka. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mwaka 2027, we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September, we are either in government or we are government. Joey! And I want to tell you, whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM, yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame. Chama kitabaki. Tuelewane namna hiyo. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. Hata baada ya machungu ya kumzika kinara wao Raila Odinga, wanachama wa chungwa wanasema chungwa bado ni tamu, na kwamba sasa wanataka mchakato wa kuhakikisha kwamba ni nani atasogeza chungwa kwa hatua nyingine. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Bondo.
Naam, mtazamaji, ndio taarifa yake Stephen Leto, lakini tuweze kusoma jumbe 2-3. Risala za rambirambi zimeweza kutumwa. Labda nianze na moja. Juma Roland Rashid anasema sikuwahi kuwa shabiki wa baba Raila Odinga wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Hata hivyo nilimuunga mkono kwa dhati katika uchaguzi wa mwaka 2017. Ni hapo ndipo nilianza kuelewa kwamba ni mtu mwenye moyo wa kujitolea, jambo ambalo lilinigusa sana. Nilikuja kugundua kwamba uhuru tunaofurahia leo umetokana na jasho lake, mateso aliyopitia, kukamatwa na hata kufungwa. Alipigania nchi hii kwa gharama kubwa sana. Pumzika kwa amani baba, hatutakusahau. Na bila shaka nitakuwekea zingine katika kiwambo cha runinga. Tuangalie tu baadhi ya viongozi ambao wameweza kumkumbuka na kutoa kauli zao kuhusiana marehemu Raila Amolo Odinga ambaye amepumzishwa jioni ya leo nyumbani kwake mbele ya familia, marafiki na pia vile vile wafuasi wake. Kwa hiyo baada ya muda usiokuwa mrefu nitakuwa naanza kupitia baadhi ya risala hizo. Lakini Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mwenzake mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo umemwomboleza Raila Odinga kama kiongozi shupavu wa bara Afrika aliyeshikilia kwa karibu jukumu la kubadilisha bara zima. Na Obasanjo alihusika pakubwa katika juhudi za amani baada ya chaguzi kuu zilizozua tofauti za kisiasa. Amesema kwamba maisha ya Raila yaliashiria uvumilivu na upendo na kujitolea. Na Mgatete Njoroge na taarifa hiyo. Wakijumuika na maelfu ya waombolezaji waliofika kwa safari ya mwisho ya mwenda zake Raila Odinga, Bondo Siaya, marais wastaafu Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo wa Nigeria walimuomboleza Odinga kama kiongozi aliyewacha pengo kubwa, sio nchini Kenya tu, bali bara zima la Afrika. One thing that you could not take away from Raila is his love, passionate love for his country and for Africa. And that is what made our relationship to continue to grow from strength to strength. Jacob, we shall miss you. We shall miss you as a friend, a brother, and a leader of this nation. We shall miss your insights. We shall miss your thoughtfulness, we shall miss your wisdom, and we shall miss your laughter. Obasanjo aliyekuwa rafikie Odinga kwa zaidi ya miaka 30, amesema kilichokuza uhusiano wao ni upendo wa Odinga wa kutaka kufanya mabadiliko nchini Kenya na bara Afrika, jukumu ambalo walishirikiana kwa karibu kulitimiza. One thing that I always like about Raila is his sense of humor. Anytime we met, no matter how serious the situation may be, you can be sure that Raila will turn the tension to something to laugh about. Ni uhusiano uliomfanya Obasanjo kuhusika mara kwa mara na uamuzi wa masuala ya kisiasa ya Raila. Mwaka 2018 alihusika kuwaleta pamoja na Uhuru Kenyatta, na mwaka jana alikuwa mhusika mkuu kuwaleta pamoja Rais Ruto na Raila. The meeting we had in Mombasa, which brought you and Raila together, and which led to you making room for ODM and other parties in your government, is what make this day a pleasant day that it has been. Your deeds will live long, as I said, and we will remember, and I pray we remember those deeds in the actions that we shall live, emulating our friend and brother. Baada ya kuwaleta pamoja, Rais mstaafu Obasanjo alihusika pakubwa kumtafutia Odinga kura alipokuwa akiwania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Umoja wa Afrika
kinyang'anyiro alichopoteza kwa Mahamud Ali Yusuf wa Djibouti. I've lost a brother. I've lost a friend. I've lost a confidant. I've lost a co-worker in the vineyard of Africa. Kwa viongozi hawa, maisha ya Raila Odinga ni ya kuenziwa na Wakenya, wa Afrika na ulimwengu mzima, kwani alikuwa na mapenzi ya kweli kwa taifa lake, bara Afrika na dunia kwa ujumla. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa na kuangazia kilichojiri, na pia vile baadaye tutaangalia kinachoendelea kujiri katika ule upande wa pili. Na mtazamaji, miongoni mwa watu ambao wameweza kumkumbuka Raila Odinga walipompa mkono buriani kwenye mazishi ya leo ni wandani wake wa zamani wa kisiasa, akiwemo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Na waliozungumza wakionyesha ushupavu na ukomavu wa Raila kwenye siasa za Kenya. Hebu tusikilize kilichojiri. Raila suffered. He had a checkered career. But one thing, Raila never allowed the history to hold him prisoner. He never took his challenges as a life sentence. He stood up, walked, and moved further. We are here because Raila lived in this country. He was a brother. The pain of it all, the struggle for justice and truth, and the fight against corruption. We called you Joshua. We never got to Canaan. There were indeed crocodiles across the River Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountaintop. You've seen the promised land. And you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge, those values you stood for, the tears, the pain of a stolen election, as my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara pili mara tatu. Hardliners wakasema we want secession. Ndio inji ikafichua ushujaa wa baba. Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki, na wakaleta amani ambayo imedumu nchi yetu. He fought a strong fight, but he remained loyal to this country. Wakati machafuko yaliyomalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I knew I can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. Na mtazamaji, ni mengi ambao wameweza kuzungumzwa, lakini pia kumbuka kuna wale wa Kenya ambao walikuwa wakimpa nguvu kila asubuhi kupambana, maana akijua kwamba kuna wengi wanaomwamini na kuna wengi wanaomtakia heri. Hivyo basi kwa haraka tutakuwa tunaangalia baadhi ya Wakenya walichokizungumza, ikiwa ndio siku iliyokuwa ya mwisho yake hapa na mwili wake kupumzishwa jioni ya leo. Na mtuweze kusoma risala hizi za rambirambi. Ni Pauline kutoka Nairobi. Anasema nitamkumbuka Mheshimiwa Raila kama shujaa aliyejitolea kupigania haki ya Wakenya na demokrasia ya Kenya. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Na Mamina anasema alikuwa mkarimu baba, ila
alikuwa ila Mungu anasema Citizen ila Mungu awabariki kwa wamekuwa mstari wa mbele kutujuza chochote Kenya. Kwa amepeleka risala za rambirambi na pia akashukuru runinga Citizen kwa walichokifanya kuanzia siku ya mwanzo mpaka leo. Na asante sana Amina Muhaji. Sadifu Godana mwandishi anasema kupigania siasa za vyama vingi, anakumbukwa kwa mmoja wa viongozi waliweza kupigania kwa ukakamavu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Kupigania katiba ya mwaka 2010 ilileta mageuzi makubwa ya utawala kama vile ugatuzi. Ni kiongozi wa upinzani ambaye alitumia nafasi hiyo kufichua ufisadi na kutetea uwajibikaji serikalini. Na Melino anasema makiwa kwa familia na Wakenya wote kwa ujumla, anasema alale mahala pema peponi baba. Ndio ujumbe ambao ameweza kutuma katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kama unatizama, unaweza kupeleka risala ama chochote unachoweza kuzungumza katika mitandao ya kijamii, na pia vile vile katika nambari ya ujumbe mfupi, na tutakuwa tunasoma hizo jumbe tunapoendelea na kukujuza kilichojiri na kinachoendelea kwa sasa. Na mtazamaji, waombolezaji waliofika kumzika Raila Odinga walifahamishwa namna alivyokuwa muumini wa kujitolea wa kanisa la Kianglikana. Na askofu wa Kianglikana wa Dayosisi ya Bondo David Kodia akielezea namna ubatizo wa Raila ulivyozua utata kutokana na kukosa kwake jina la Kiingereza na badala yake babake kumpa jina la Kiluo. Na Willy Lusige anaarifu namna utata ulivyomfuata Raila hata kanisani. Historia ya kushangaza na isiyojulikana sana kuhusu maisha ya Raila Amolo Odinga kidini ilifichuliwa Jumapili wakati wa ibada ya mazishi yake. Wakati kanisa la Kianglikana lilosimamia mazishi lilipofafanua kuwa Raila alibatizwa katika hali ya utata mkubwa. Raila alibatizwa katika kanisa hilo, ijapokuwa ubatizo wake ulizua utata kwa sababu askofu alikataa kumbatiza wakati baba yake Jaramogi Oginga Odinga alipochagua jina Raila Odinga na kumnyima jina la Kikristo. Askofu David Kodia wa Dayosisi ya Bondo akiwafahamisha waombolezaji jinsi ubatizo wa Raila ulikumbana na visiki miaka ya 50 baada ya padri mzungu kupinga jina lake la kiasili. He was baptized under controversial circumstances. Jaramogi Oginga Odinga, baba yake Raila na mtetezi wa utambulisho wa Kiafrika, alisisitiza mwanawe aendelee na majina ya Kiluo. Alikataa majina ya Kizungu yaliyohitajika na kanisa. A white priest refused to baptize him because the father chose the name Raila Amolo Odinga instead of a Mr. John or David or something else. Alisisitiza mwanawe aendelee na majina ya Kiluo. Alikataa majina ya Kizungu yaliyohitajika na kanisa. Jaramogi alikataa kukubali kubadilisha jina, akafikisha swala hilo kwa usimamizi wa kanisa hilo nchini ambao uliruhusu matumizi ya jina ya Kiafrika kwenye ubatizo. Hata hivyo, hakuna padri aliyedhubutu kupinga desturi za kanisa hilo hadi askofu mkuu wa Uingereza alipoingilia. Due to the intervention from the Archbishop of Canterbury, Raila was baptized in the Anglican Church. Hata baada ya ubatizo, udhibitisho wake ulichelewa kwa miaka mingi. Ilikuwa baada ya kumtembelea askofu mkuu wa Canterbury, Justin Wembley, nchini Uingereza ndipo aliruhusiwa kushiriki meza ya Bwana. And before he died, it took him long before he was confirmed. He paid a visit to the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, and he was confirmed at Canterbury as a full member of the Anglican Church, given the right to take Holy Communion. Licha ya vizuizi vyote, Raila alisalia mwaminifu kwa kanisa la Kianglikana, akishiriki ibada mara kwa mara katika kanisa la St. Peter's Church Nyamira. More so as Diocese of Bondo, we feel that this is one of the worst that has happened to us as a diocese. Losing a person of the cadre of Raila Amolo Odinga. Viongozi wa kanisa walimkumbuka Raila kama mtu aliyesikiliza kanisa, akasikiza watu na aliyepigania haki na usawa. Raila was a politician who always
listen to the ground. Let us always listen to the people of Kenya and make justice flow like a river. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, uwanja wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga leo ulifurika maelfu ya watu waliohudhuria ibada ya wafu ya marehemu Raila Odinga. Hafla hiyo iliongozwa na kanisa, pia ilisheheni itikadi za kitamaduni ambapo wazee wa jamii walifanya matambiko. Na Laura Otieno anatupambia taswira kamili ya mazishi ya Raila Odinga huko Bondo. Saa 12 asubuhi Jumapili, halaiki ilifika katika uga wa chuo kikuu cha Jaramogi tayari kutoa heshima zao za mwisho. Halaiki kutoka kona zote nchini walimiminika. Maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali wakiwa na wakati mgumu kuelekeza waombolezaji. Mimi sikuona yeye, lakini jana niliona yeye, lakini baada ya kuona yeye nilikuja mpaka hapa Bondo. Saa hii bado niko Bondo mpaka nione Bondo amesikwa. Lakini mimi naomba watu wa ODM wakumbuke Raila. Na kama unajua Raila niyo ya ukweli, unajua Raila yenye amekufanyia hata bibi na watoto, tafadhali chama ya Raila isikufe. Na tutafata vile aliwacha, sisi tutafata hiyo. Tulitoka jana saa 4 tukafika hapa saa 12 leo asubuhi. Mlilala wapi? Hatukulala, hatuwezi lala. Tumehuzunika sana madam. Sana. Saa 3 asubuhi. Mwili wa Odinga ulitolewa nyumbani kwake Opoda. Aste, msafara ulijitandaza katika barabara ya Usenge kwenda Bondo, wengine wakiwa kando ya barabara. Viongozi mashuhuri pekee ndio walipata nafasi kukaribia jeneza kabla ya kanisa la Kianglikana kuanza ibada ya wafu. Shetani ashindwe! Itikadi za tamaduni za Kiluo pia zilifanyika, ambapo wazee walipata nafasi ya kutamka matambiko maalum ya kumtakia heri mwenda zake. Saa 10:30 mwili wa Odinga uliondoka katika uga huu. Kwa mara ya mwisho, wenyeji walishuhudia safari ya mwisho ya kinara wa chungwa. Halaiki ya watu ilifika hapa kumpa mkono wa buriani Raila Odinga, aliyetajwa kama baba wa demokrasia, huku kifo chake kikiacha pengo kubwa, wafuasi wake wakitaka kujua ni mkondo upi watachukua. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Na taarifa yake Laura Otieno. Kwa hivi sasa mtazamaji, tunaungana kwa njia ya simu na seneta maalum Hamida Kibwana. Na bila shaka Seneta Hamida, kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia tangia tupate taarifa ama za tanzia, ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa wameishiwa nguvu kabisa, machozi alishindwa kujizuia, na mpaka siku ya leo imekuwa ni msiba mzito sana. Najua alikuwa ni kiongozi wa chama cha ODM, ndiye kiongozi alikufanya ukaingia katika ulingo wa kisiasa, lakini mbona msiba huu unaonekana kama ambaye umekulemea sana? Seneta Hamida. Asante Lulu na Rashid, wadogo zangu. Kusema kweli ni uchungu mkubwa tu. Sikudhani kama naweza kuwa na uchungu huu kwa mtu yule haukuzaliwa naye tumbo moja wala haukulelewa naye. Lakini kusema kweli siwezi kupeana mfano wa uchungu ule tunaosikia. Baba alikuwa baba peke yake, alikuwa ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri na shujaa, vile nimesema, ni baba wa demokrasia nchini Kenya. Ukakamavu wake ulitokana na ujasiri wake, uvumilivu na kupigania haki
hata pale alipokumbana na mateso. Alitujali sana sisi watu labda kutoka marginalized, na hakuwa na ubaguzi wowote kwa Mkristo, Muislamu, kwa kabila. Hakutambua kabila ni ipi. Ukiangalia katika ODM, ODM iko represented kwa kila tongoji la ya county ya Kenya. Kwa hivyo kusema kweli yeye amepigania mifumo, yeye ndo alitusaidia kupigania mifumo ya vyama vingi. Alikuwa mstari wa mbele katika harakati za kuleta mifumo ya vyama vingi. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 1991 na kulishirikiana na viongozi wengine. Unakumbuka wao ndio walianza kina Kenneth Matiba na Rubia na wengine, babake Jaramogi Oginga Odinga. Kusema kweli amekuwa mvumilivu tu kwa uongozini. Lakini yetu ni kumwombea Mungu kusema kweli. Na Seneta, kama unatupata vizuri, kwa yule ambaye si kufahamu, labda utuchoree taswira kamili ya safari yako na mzee Raila Amolo Odinga tangu mama alivyokuwa hai. Mmejuana vipi mpaka wewe ukaingizwa katika ulingo wa kisiasa? Amahani kidogo. Yeye mzee tulijuana miaka mingi, I think ilikuwa ni mwaka 1992 nafikiri sidhani, na ikiwa upande wa Lang'ata kama returning officer. Na nakumbuka siku hizo alikuwa chairman Kivuitu alikuwa anashindwa kutuma mtu yoyote Lang'ata, manake Lang'ata ilikuwa na shida sana time ya uchaguzi. Lakini mimi kunipeleka kule ikawa na utulivu, ikawa na utulivu. Na nakumbuka siku hizo nilikuwa msichana mdogo tu, nikiwa na miaka 27, na nilichaguliwa kama returning officer. Yet returning officers walikuwa wanachukuliwa kuanzia miaka 40 ama retirees. Lakini naye chama Kivuitu akaniamini kuwa naweza kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi nilileta uvumilivu upande wa Lang'ata constituency. Nakumbuka manake siku hizo ilikuwa Wanubi walikuwa wanauana na Wajaluo, kulikuwa na vita vya Wajaluo na Wanubi. Mimi nikajaribu na nikawaweka pamoja na nikauliza, na huu uchaguzi ukawa umefana sana. So kuanzia hiyo mijani yangu nikamaliza upande wa tume ya uchaguzi, nikapata kazi na UNDP bado kama mtaalamu wa uchaguzi. Nikafanya kazi upande wa Sierra Leone lakini bado nikiwa kule, bado tume ya uchaguzi ya Kenya wakaniita wakasema lazima nirudi Kenya kuweza kushiriki kwa uchaguzi na nilete experience hiyo nimepata kwa UNDP. Lulu, hii naweza kusema bila hata kuwa na sio kujipiga kifua, kuhesabu kura kwenye polling stations mimi ndio nilileta Kenya. Nilipotoka kule UNDP niliona vile wanafanya Sierra Leone, nikaja nikamwambia bwana chama, nafikiria tunaweza kurahisisha kupiga kura. Sasa mimi nikaleta kupiga kura kwa polling station, na kwa kila polling station kunayo presiding officer. Na bwana Kivuitu, chairman Kivuitu alifurahi sana kuweza na akaendorse hiyo na ikakubalika Kenya nzima. Na nashukuru kwa hiyo. So nimefanya kazi kwa UNDP, nimekwenda Afghanistan, nimekwenda Tanzania, nimekwenda Botswana na hizo nchi zingine. Lakini nilipochukua nafasi ya kupumzika baada ya kufanya kazi Tanzania na Zanzibar, uchaguzi wa 2015, nakumbuka Mheshimiwa Jakoyo alijua mimi niko nyumbani na akakimbia kwa baba, akamweleza Hamida yuko nyumbani na amechukua break kutoka UNDP.
na Kenya tulikuwa na uchaguzi ya 2017. Hapo mzee Raila akaniita akasema lazima tukutane. Lakini before that nikiwa UNDP bado nilikuwa na mshauri, na ndio nilikuwa mtaalamu wa uchaguzi, nilikuwa na mshauri kwa kila njia upande ya uchaguzi. Basi akaniita akaniambia mimi naomba uje uwe head operations ya kwangu ya presidential elections ya 2017. Nikasita kusema kweli kiasi, hata nilikuwa nimeomba pia naona kama ngavu yake ya mchanganya Amida kidogo, lakini kama alivyotueleza ni kwamba alikwenda akatembea nchi kadha wa kadha, akaona mifumo ya kupiga kura, kwenda kupiga kura katika vituo hivi, na alivyokuja akawa mtu wa kwanza aliyemshauri aliyekuwa ndio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wakati huo ECK Bwana Samuel Kivuitu, na akakubali yale maoni alikuwa akiyatoa na yakafanywa kazi. Kuna kitu ambacho likiona juzi, kama Senator Amida yupo kabla tuweze kuna pia akakaa linasema amejiunga nasi, mwili ukiwa katika bunge, Senator, kama unanisikia, kwamba ulizunguka na ukauangalia ule mwili na ukawa na kweli ukalia na ukatoka, lakini baadaye ukaona kwamba umerudi tena katika raundi ya pili tena. Nini ambacho ulikuwa kwa dakika moja tu kulikuwa katika kichwa chako, nafsi yako? Rashid usiku wake baba amenipigia simu usiku wake, na ilikuwa saa 3 usiku huko India, na ilikuwa saa 12:15 Kenya. Mimi nikauliza kwa nini amenipigia, nikawa nafikiria hata sio yeye, labda security amenipigia. Nikishika baba ananipigia, anambia hello Amida, vipi hali yako, are you well? Nikamwambia I'm the one who is supposed to ask you baba, lakini sijakupigia, nilikuwa nakupa nafasi to recuperate. Anambia hapana, I'm coming home, I'm fine, I'm coming home. Vipi mambo yetu nini? Alikuwa ameniagizia kuwa niweze kumfanyia kutayarisha mkutano wake. Alikuwa atakutana na watu, na alikuwa ameniambia pia design ya vile, tena nakumbuka tu clearly kila akiniambia and I want Arabic style, Amida nitengeze Arabic style. Nikamwambia hiyo hakuna shaka. Basi nikamwambia nimetayarisha kila kitu baba, hata ukija hatutapata hotelini, lakini naona tutafanya kwako, maana yake umetoka hospitali, nitafanya kwa nyumba yako, nitaweza kutransform pale nyumbani na Arabic sitting kula na Arabic hata music. So he was very happy. He told me fantastic, Amida, fantastic, I'm really happy. Watu wale umezungumza nao, nimezungumza na wao, unaona kusubiri tu wewe ukifika watakuwa tayari kukutana na wewe. Basi tumezungumza muda wa dakika 25 mpaka mimi ndo nikaona namzungumzisha sana. Nikamwambia baba, basi nakutarajia nyumbani. Akaniambia by end of the weekend, hii Jumamosi nitakuwa nimefika, nitakuwa napitia Dubai, alafu nifike nirudi nyumbani. But the last thing aliniachia, ananiambia I'm coming home. Rashid, imenimaliza kabisa. Pole sana. Pole sana Senator Amida, asante sana kuweza kuchangia. Najua bado hali ni ngumu, lakini pole sana, ni kumwombea dua tu kuweza kuendelea. Na kuna kitu hapa pengine kama tuweze kukizungumza kimejitokeza, na itakuwa vyema tukizungumza kwa pamoja, hasa watoto hapa studioni. Ukiangalia Senator Amida alipigiwa simu asubuhi, ukiangalia jana yake, ukiangalia wale wazungumza pale, kuna watu pia wanasema nilipigiwa simu. Miongoni mwa wale ambao waliongea kwa hiyo wiki linasikika ni mmoja wapo. Hii inazungumza nini kuhusu Raila Amolo Odinga kuhusiana na watu ambao walikuwa wanawajua? Kumbuka kwamba kwa kipindi ambacho bado uko matibabuni, lakini ana muda wa kuweza kupata muda, na kila mtu anakuambia kwamba alipata muda wangu, kaniongelesha. Inazungumzaje kumhusu haiba yake kama kiongozi? Ni mtu ambaye ama kwa kweli anaonyesha urafiki na watu wengine. Kwa sababu ukiangalia na kujaribu kuhesabu idadi ya simu ambazo kila mmoja anasema zilipigwa, aidha umempigia au yeye amekupigia, huyo ni Raila. Raila alikuwa mtu wa kawaida kwa njia fulani. Akiona miss call atakurudishia hata iwe saa ngapi. Na nafikiri hiyo ndio ilidhihirika hizo siku zake za mwisho.
na itakumbukwa kwamba ni habari za wasiwasi kuhusu afya yake ndio ilisababisha watu wengi kuanza kupiga hizo simu. Mimi mwenyewe ni wasiwasi huo pia ulinifanya niseme wacha nimuulize uko katika hali gani leo. Na nilipopiga mara ya kwanza Morris akachukua simu akaniambia hayuko, analala kwa sasa, anapumzika, atakupigia. Na ikawa kweli kwamba akanipigia. Baadaye nilipata miss calls kadhaa, alafu jioni ndio nikapata simu yake karibu saa 12 na dakika 32 jioni. Ni mtu wa kawaida, mtu mwenye ako na common touch. Na alirudisha simu. Lakini kumbukwa pia Rashid, kama uliweza kusikia, kuna mmoja aliweza kuzungumza na pia dini pia inasema mtu akikaribia kufariki huwa kuna dalili fulani.